Kuna watu ambao wamestruggle kwa muda mrefu, na kuna familia na kuna nyumba zimestruggle, zimekwama kwa muda mrefu, lakini mpaka siku ambayo tutahitimisha kwa kujenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo Musa alifanya kwa Amaleki, ninaamini kuna kurasa mpya za maisha ya watu zitakuwa zimefunguliwa. Narudia tena, ninaamini kuna kurasa mpya za maisha ya watu zitakuwa zimefunguliwa. Amen. Ninakushauri na ninakushawishi katika jina la Bwana, unaituangalia kwa njia live, kuwa na peni na daftari, au kama una iPad yako au chochote ambacho unaweza kuwa unaandika, ili ninapokuwa nafundisha uweze kunote shida ipo wapi kwenye familia yako. Nguvu ya nafasi katika ulimwengu wa kiroho, au nguvu ya kiti katika ulimwengu wa kiroho. Samueli wa pili 22 mstari wa 37. Umezifanyizia nafasi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Nafasi katika ulimwengu wa kiroho, nafasi imebeba hatua. Hatua yoyote inategemea nafasi. Na ndani ya nafasi kuna wajibu, kuna mamlaka, kuna utawala, kuna fursa. Utawala ni nguvu, lakini kuna fursa. Nafasi inaweza ikaruhusu hatua au ikafunga hatua. Nafasi inaweza ikaruhusu hatua kwenye uchumi, au inaweza ikafunga hatua kwenye uchumi. Unapoenda kununua kiwanja, nafasi ya kile kiwanja, let us say square meter 1500, 1400. Nafasi ndio itadetermine ya kwamba hatua ipi inatakiwa ichukuliwe kwenye hiki kiwanja. Je, nyumba inayojengwa inategemea nafasi ya kwenye kile kiwanja. Una square meter 1400, hauwezi ukajenga nyumba yenye ukubwa ambayo inatakiwa itoshe square meter 2000. Hatua yako ya kujenga inatakiwa iwe ndani ya zile square meter 1400. Kwenye ulimwengu wa kiroho, kuna vitu unaweza ukawa unatamani uvijenge kwenye maisha yako. Kuna uchumi unaweza ukawa unatamani ujenge kwenye maisha yako. Kuna ndoa unaweza ukawa unatamani uijenge kwenye maisha yako. Kuna maisha ya high standard ambayo unatamani uyatengeneze kwenye maisha yako. Lakini kitakachoweza kusababisha uweze kupiga hatua kwenye hayo maisha ni nafasi. Nafasi ndio ambayo ina determine mileage ambazo unaweza ukakimbia. Ukiwa na gari ambalo mfumo wake wa engine, consumption yake ya mafuta, ila sasa labda ni lita 60. Ukienda Shell, hata kama mileage ambao unaenda ni lazima uwe na mafuta zaidi ya, lakini nafasi ya tenki, mafuta yakijaa ni according to nafasi.
Kwa hatua yako ya kufika itapimwa na kiwango cha mafuta ambayo umeweka kwenye gari. Bwana Yesu asifiwe. Unapokula chakula, kuna saa unafika tumbo limejaa. Nafasi ya tumbo inakuwa iko full. Hata kama kuna hatua unataka uendelee za kula, you cannot make it. Kuna siku tulikuwa tumeenda kula dina mahali, kumbe kuna aina nyingi za nyama hapo. Sasa tumeanza dishi ya kwanza, ndugu yangu Senibera akaniambia, tena kwa kuna mke wangu, pakuwa taratibu, kuna mema yanakuja. Mimi nikamwambia wapi? Akaniambia subiri. Kwa hiyo mimi nikaweka pale mambo. Nafika mezani, zikaanza kuja tripu za nyama sasa. Sasa wenzangu wananicheka kwa sababu siwezi nikahimili paka raundi ya mwisho. Kwa sababu nafasi ya tumbo limejaa. Kuna vitu kwenye maisha ambavyo unatamani viongezeke, lakini haviwezi vikaongezeka kwa sababu hatua za ongezeko zimedhibitiwa ndani ya nafasi. Kwa Daudi anaposema umezifanyizia nafasi hatua zangu, maana yake kinachozalisha hatua ni nafasi. Nafasi tunayozungumzia hapa ni kiti. This week nilikuwa naomba, nilikuwa na one to one Friday, na nilikuwa naomba naye, in my spirit ninaona kabisa ofisi anayofanya kazi, she don't deserve to be there. She don't deserve to be there. Hastahili kukaa kwenye ile ofisi. Uweza alionao ni mkubwa, na kazi ambazo anazifanya ni nyingi, lakini income, kipato chake ni kichache. Kwa hiyo wakati namuombea, waliompa nafasi ofisini, wale wenye ile kampuni, wakainuka wakasema, unataka utupelekee wapi huyu mtu? Tumemfunga kwenye kiti anachokalia. Sasa waliposema amefungwa kwenye kiti, usifikirie ni kile kiti ambacho anakaa ofisini. Kile kiti anachokaa ofisini kinawakilisha nafasi ambayo amewekwa. Kwenye ulimwengu wa kiroho, wenye kampuni wameona ubora na nguvu ya kitendaji, ya utendaji alionayo. Kwa walichofanya ni wakamfunga kwenye ile nafasi. Kwa hiyo kila anapofanya maombi, applications za kazi, apati. Na nyingine zinaishia kabisa kwenye final process, zinakwama. Kwa hiyo baada ya kumaliza kumwombea, nikamwambia, mara nyingi umekuwa ukitamani sana kuwa maofisi. Anasema yes, lakini kila unapofikiria kupiga hatua, hakuna kinachofanyika. Akanambia it is true. Nikamwambia walichokuwa wameshika ni nafasi, lakini hiyo nafasi imeshikwa wapi? Ofisini. Maana yake kwenye ulimwengu wa kiroho, walio design ile position, walioitengeneza ile nafasi, kuna namna wameikabidhi kwenye mfumo wa utawala wao. Anakaa kwenye kile kiti ofisini, anakaa kwenye ile nafasi. Anakaa kwenye ile nafasi,
Lakini katika ulimwengu wa kiroho, wanaotawala nafasi ile sio yeye. Wenye final decision wa nafasi ile sio yeye. Maana yake nilikwambia, nafasi inaweza ikafungua fursa au ikafunga fursa. Maana yake nafasi aliyoketishwa hairuhusu mlango wa fursa uweze kufunguka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nilisema, mfumo ukitengenezwa kwenye ulimwengu wa kiroho, kama ni mfumo wa uchumi, na unatokea kwenye familia ambayo mfumo wa kiuchumi umekandamizwa chini ya mfumo wa kichawi, mfumo huu utakupeleka, kama ni kwenye kazi, utakupeleka kwenye kazi ambayo na wao watakuwa wana access ya kukukandamiza. Ulimwengu wa kiroho unafanya kazi kwa network. Hallelujah. Kama ni biashara, watahakikisha wanakupeleka kwenye network ya watu ambao unawakopesha hawakulipi, na sio kwamba hawataki kukulipa. System inawashurutisha wasikulipe. Kamata hili, nafasi, kiti kina uwezo wa kusababisha hatua zako zikaongezeka au hatua zako zisiongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi ni kitu cha kiroho. It is very important. Ni muhimu kujifanyia evaluation kabla auja complaining. Mungu, mbona ninafunga, ninasali, natoa sadaka, lakini sipigi hatua? Kabla haujaruhusu depression kwenye moyo wako wa kuanza kulalamika kwa nini upigi hatua, make sure unajifanyia spiritual evaluation. Hakuna kitu kinacholeta raha kwenye maisha kama kila siku ukiona kuna hatua unapiga. Cheki nafasi ulionayo kwenye eneo la uchumi wako, alafu angalia hatua ambazo unakimbia nazo. Cheki nafasi ya kuishi ambayo Mungu amekupa, alafu angalia, je, matokeo ambayo yapo kwenye maisha yako yanafanana na nafasi ya umri ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kiti kina uwezo wa kusababisha step mpya, hatua mpya, je, kiti kwenye ulimwengu wa kiroho ni kitu gani? Kiti kwenye ulimwengu wa kiroho ni kitu gani? Kiti ni utawala kamilifu unaolenga kusimamia shughuli zote. Kiti ni utawala kamilifu, na kila utawala una mamlaka. That's why katika ufalme hakuna kitu kinachoangaliwa na kulindwa kama kiti, kama nafasi. Kwa sababu ndani ya kiti kuna utawala, na ndani ya huu utawala kuna mamlaka. Unapoenda mahakamani, hakimu hawezi akakaa kwenye kiti tu chochote akatoa hukumu, au judge hawezi akakaa mahali kokote akatoa hukumu. Ni lazima atakaa kwenye kiti. Akikaa kwenye kiti anatoa hukumu, na akisatoa hukumu anatoka kwenye kiti.
Ni sawa na ufalme. Ufalme wowote kwenye ulimwengu wa kiroho, ufalme ambao una system ndani yake, huo ufalme una kiti, una nafasi. Kiti au position au nafasi kinaposimikwa au kinapowekwa wakfu, kinakuwa kimekusudiwa kufanya shughuli maalum. Kiti kikishawekwa kwenye ulimwengu wa kiroho, wanaowekwa chini ya kile kiti, maamuzi yao, utayari wao, fursa mbalimbali kwenye maisha yao, nguvu yoyote ambayo watakuwa nayo kwenye maisha yao, inategemea na kiti kinachotawala kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu ambavyo they're very important, they're crucial kwenye kiti. Kiti kinapotengenezwa inategemea demand ya hicho kiti. Kitu gani ambacho kilileta uhitaji wa hicho kiti? Kitu gani ambacho kilileta uhitaji wa hicho kiti? Kwa sababu uhitaji au demand inaleta picha kamili ya kwamba nyuma ya hicho kiti kuna nguvu gani ya utawala. Viti vingi vinavyotesa watu kwenye maisha ni viti ambavyo vimesimamishwa katika ufalme, vimesimamishwa katika system ya ufalme. Kwa hata ninafundisha system ya witchcraft ambayo inalenga falme na mamlaka, inalenga wafalme na malkia. That's why tutafika mahali my assignment itakuwa ni kuiruhusu power iliyoko ndani ya damu ishughulike. Kama ni kwenye umalikia, ni kushughulika na watu ambao wameketishwa katika mamlaka ya malkia, katika kiti ambacho malkia anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu waga wanaota, wengine waga wanaota wanaenda baharini, na wengine waga wanaota wakifika baharini wanainama mbele ya kiti, na aliyekaa kwenye kiti anaonekanika amevaa crown ya umalikia. Are you here? Usiogope. Wangapi washai kuota ndoto za namna hiyo? Simama. Napenda vitu ambavyo vina mfano. Simama tu. Sasa kuna watu ambao they just hold it. Unaota alafu you just hold it. Wago unaota nini? Uliota muda, lakini ndoto come on. Niliota nilikuwa nimekaa kwenye kiti, nimevaa kuna malkia vile kofia za juu vile, alafu na vazi la gauni lenye vinakshi vyeupe. Hebu niambie, ukiwa kwenye maisha yako hauna gubu wewe? Gubu unapenda watu wakutumikie au watumikie kwenye maisha yako? Yaani ni personality ya tabia, character ambazo unazo kwenye maisha yako. Unapenda kutawala, unapenda watu wa kutumikie. Waga unagombana nao sana. Wakristo, mnanielewa? Mnasikia lakini anachosema? I want you to put in your mind, I want you to put in your spirit.
Sawa eh? For the sake of your better life. All right? Okay. Kwa hiyo wasipokutumikia ni ugomvi. Asila. Unafikiri anavoota amekaa kwenye kiti, anavoota amekaa kwenye kiti, ni nazalia yenye uhalisia ya kwamba ameketishwa katika mamlaka. Lakini katika mamlaka ipi? Mamlaka ya kifalme. Angalia karakta ambayo anayo. Ana nguvu, ana asila, anapendwa, anapenda kutumikia. Lakini anapotokea mtu anamapproach, hataki hata kumsikiliza, kwa sababu malkia anapenda kujitawala. Kwa hiyo unakuta mtu anaota anaenda baharini. Maana yake ile mamlaka ina operate chini ya nguvu ya bahari. Kiti na anayeketishwa kwenye kiti, kuna aina ya mavazi ambayo anavalishwa anapoketishwa kwenye kiti. Anasema ni vazi, lakini linakuwa lina nakshi. Lakini anavalishwa na crown. Sasa ukimwombea huyu, anti-marriage spirit come out. Anti-marriage ita manifest, itapiga kelele. Lakini hii anti-marriage haiwezi ikaondoka full of it. Why? Kwa sababu ukitaka olewe ni lazima udili na kiti. Kwa sababu kiti ndio ambacho kinasababisha asipige hatua kwenye eneo la kuolewa. Ukitaka hasira zake ziishe, ni lazima uombe kiti. Nyuma ya demand ya kiti kinachowekwa kwenye ufalme wowote, kinategemea kiu na njaa. Uhitaji wa kiti inategemea kiu na njaa ya hao wahusika juu ya kiti ambacho wanataka wawe nacho. Kitu cha pili kwenye uhitaji, plan, nguvu, mpango. Cha tatu ni sera. Kama kiti kilichowekwa ndani ya mfumo, mpango wake ni kuhakikisha wanaokaa kwenye hiyo nafasi hawaolewi. Maana yake sera ambayo itawekwa kwa ambao wako chini ya iko kiti ni sera ambazo haziruhusu ambao wanasimamiwa na iko kiti waolewe. Kama njaa ya waliotaka iko kiti, wahusika wakumbwe na ishu ya maisha yao, kuto kujiendeleza kwenye maisha yao. Utakuta watu wote ambao wako chini ya iko kiti hawana mpango wa kujiendeleza kwenye maisha yao. Ukimpigia kelele mtu namna hii, kwa nini hujiendelezi? Utakuwa unapoteza muda, kwa sababu kinachosababisha sijiendeleze ni kiti. Kiti kikishawekwa kwa sababu ya demand, uhitaji, kiti kinaweza kikaruhusu aliyeko kwenye kile kiti aokoke.
Lakini kuna maeneo ambayo iko kiti hakiwezi kuruhusu huyu aliyeokoka ambaye yuko chini ya hiki kiti apige hatua. Karabusa. Sela ikiwekwa na sheria waga zinawekwa kwa ajili ya kusimamia hiyo sela. Kama ni ofisini kwenu, anekalia kiti mkurugenzi mkuu au CEO au owner au founder, wakati anakabidhiwa kile kiti, kama alikabidhi ile nafasi kwenye lango la ulimwengu wa kiroho ambalo lina operate under witchcraft system, sela atakayoiweka kwenye hiyo ofisi, kama ni sera ya watu kuto kujiendeleza kwenye ofisi, utakuta ofisi nzima hakunaga mwenye mawazo kujiendeleza. Hata kija mmoja mwenye wazo la kujiendeleza na ana backup yake ya maombi yake ya Mungu nifungulie lango la elimu, utakuta ataandika barua ya kwenda kusoma, lakini inazuiliwa. Kama ndani ya hiyo ofisi aliyekalia kiti founder au owner au waliowahi kushika hiyo nafasi, kuna vitu kama walibeba ambavyo si vya Mungu aliye hai, hata wanaokuja kukaa kwenye kile kiti hawawezi wakakimbia. Ndio maana kuna watu ofisini unaweza ukaona pressure ya kuacha kazi ukaacha, unapata kwingine, unaenda kwa kwingine, unafanya kazi, ndani ya muda mfupi unaondolewa. Na ukishaondolewa, kiu inayokuja ya kwanza ni urudi kwenye ofisi ile ile ambayo ulitoka. Ushawahi kuona binti anampenda kijana, yani anamuanza paka yani anamuanza paka anafika Mbagara, anarudi tena Posta, mind inawaza, lakini haoni progress. Kwa nini haoni progress? Kwa nini haoni hatua? Ni kwa sababu ya kiti. Pata picha, mwenzako na yeye amekitishwa kwenye kiti, na wewe umekitishwa kwenye kiti. Pata picha, una mume ambaye amekitishwa kwenye kiti, na sela iko kiti hakiruhusu kujenga nyumba. Sela ya iko kiti hairuhusu kabisa ndoa ikae kwa muda mrefu. For my own investigation, ndoa nyingi zinazovunjika hawakosani makosa makubwa, ni vikosa vidogo dogo. Sasa unakuta ya kwamba huyu ameketishwa kwenye kiti, sela ya kiti hairuhusu ndoa kukaa muda mrefu, na huyu naye ameketishwa kwenye kiti, ugomvi mdogo tu wote wanavimba. Ndipo Waswahili wakasema fahali wawili hawakai kwenye zizi moja. Another character ya watu ambao kuna demand ilitengenezwa wakaweka kwenye kiti ni watu ambao they just take things easy. Anamchumba, anamwambia nakuacha, sawa. Ana biashara inaharibika, nitajaribu nyingine. I learn in my life, I don't take things easily in my life. If you take things easily, you are going to die before your time. Bwana Yesu asifiwe. Amekwambia take your time, make sure unarudi kwa Mungu. Mungu, hapa nilikuwa kwenye njia sahihi au nilikuwa kwenye chaka la mabwepande? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Tusome mfano. Case study yetu itakuwa ni kiti kilichosimamishwa katika utawala wa makabila 12 ya Israel. Ndio case study yetu hiyo.
Ndipo wazee wote wa Israel wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samuel waliposema, tupe mfalme atuamue. Nilikwambia one among the character za kiti cha ufalme ni maamuzi. Naye Samueli akamwomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Israeli walikuwa wako chini ya mfumo ambao Mungu aliutengeneza. Mfumo ambao Mungu aliutengeneza kwa Israeli ulikuwa ni mfumo wa waamuzi. Waamuzi. Nafasi ambayo Mungu alitengeneza ni nafasi ya waamuzi. Na mwamuzi alikuwa anawalead Israel during that time alikuwa ni Samuel. Samuel anawalead Israel, anaamua kwa habari ya Israel. Maana yake chochote ili kifanyike Israel, Waisraeli wazee walikuwa wanamfuata Samuel, wanazungumza naye anawaambia, wacha nikaombe, hiki kitaenda hivi, hiki kitaenda hivi. Maana yake mwamuzi alikuwa anasimama on behalf, kwa niaba ya Mungu. Na Samuel alikuwa ni product ya maombi. Akakaa. Samueli ndio sosi ya Israeli kusema, mahali tulipofika tumeuona mkono wa Bwana, na sasa tunasema ya kwamba wewe ni Ebeneza. It was because of Samuel. Kwa Israel, kama kumuona Mungu, walimuona Mungu sana kupitia Samuel. Ikafika mahali makabila 12 ya Israel wakatuma wazee. Wazee wakaenda kwa Samuel. Wanafika kwa Samuel, wanamwambia Samuel, tunataka mfalme atuamue. Wakati nasoma nikawa najiuliza, kwani Mungu akuona umuhimu wa Israel kuwa na mfalme? Kwa Mungu hakukuwa na umuhimu wa mfalme kuwepo. Ndio maana akawekea mwamuzi. Nilikwambia kiti chochote cha ufalme, ndani ya mfumo wa madhabahu ya witchcraft, ndani ya mfumo wa madhabahu, inategemea demand, uhitaji wa kiti cha mfalme. Ni mawazo yaliyotoka kwa Israel, si mawazo yaliyotoka kwa moyo wa Mungu. Israel wanatuma wazee. Wazee wanaenda kwa Samueli. Samueli anapokea ombi lao, lakini Samueli analia kwa Mungu ya kwamba Israeli wanataka mfalme. Mungu anamwambia Samuel, hawa watu hawajakukataa wewe, bali wamenikataa mimi. Samuel, kwa namna alivyokuwa ana uhusiano na Mungu, alijua ghadhabu ya Mungu na adhabu ya Mungu itakayoangukia Israel. Mungu anamwambia Samuel, ukisoma hapo, ya kwamba hawa watu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Na ukiangalia wanataka mfalme, maana yake wanataka kiti cha ufalme kwa ajili yao. Demand yao ni kiti cha ufalme. Maana yake wanataka mamlaka nyingine iwaongoze. Wanataka utawala mwingine iwaongoze. Wanataka sera nyingine iwaongoze.
wana njaa na kiu ya ufalme wao uweze kusimama ndani ya familia, ndani ya ukoo. Wakishajenga nafasi ya kiti, maana yake wanachokitaka kwenye iko kiti sio Mungu aongoze, bali miungu inayosimamishwa ndio iweze kuongoza. Wakati nasoma ili andiko, nikajiweka kwenye nafasi ya Samuel na kuangalia namna ambavyo alipigania nafasi ya Mungu kwenye maisha ya Israeli, mpaka wakafika mahali wakasema hapa ni Ebeneza. Angalia watu ambao na kwenye maisha yao you can advise them, a very good advice, lakini they cannot take any step concern huo ushauri unaotoa. Most of them unakuta wako chini ya policy ya kiti. Unafikiri pamoja Biblia isemi, lakini naamini kabisa Samuel aliwaelewesha wale wazee na kuambia kwamba, kawaambia Israeli ya kwamba tunaposimamisha kiti cha ufalme, maana yake ni tunamuondoa Mungu kwenye nafasi ya Mungu kuhusika. Kiti kinapotengenezwa kwenye familia, kwenye ukoo, au kiti kinapotengenezwa kwenye biashara, kinapotengenezwa kwenye kazi, kwenye kampuni au ofisi, anayetengeneza kiti kwa kumwadhimisha Mungu mwingine, maana yake anaondoa mfumo wa Mungu aliye hai kuhusika na hiyo ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndiko source ya falme kuzaliwa. Kipindi chote Israel walitembea kwenye neema ya Musa, walitembea kwenye neema ya Joshua, walitembea kwenye neema ya waamuzi mbalimbali, lakini ilifika mahali wakakataa kuwa na judges, wakataka wawe na kiti cha ufalme. Samuel analia kwa Mungu. Mungu anamwambia Samuel, hawaja kukataa wewe. Ndio maana kuna saa unapambana kwenye familia yako. Unapopambana kwenye familia yako wamjue Mungu wa kweli, maana yake unapambana kutengeneza kiti cha Mungu kwenye familia. Na unapoona they don't appreciate, hawataki kwa kiti cha Mungu, maana yake hawakukatai wewe, wanamkataa Mungu ndani ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Sauli anashika nafasi ya kuwa mfalme, anaketishwa kwenye kiti cha kuongoza Israel, lakini Sauli haketishwi kwa sababu Mungu aliseti plan, Mungu aliweka mpango. Haketishwi kwa sababu Mungu ameweka sela. Haketishwi kwa sababu Mungu ana njaa na kiu ya kuweka mfalme. Anaketishwa kwa sababu Israeli wanataka mfalme. Karabasata Korobuza Yamanda Kabose. Sauli karakter ya kwanza ambayo alikuwa nayo, hakuwa mtii. Anakuja katika uongozi wake, anafanya yale ambayo si mazuri mbele ya uso wa Mungu. Huyo Sauli hawezi akaongoza according to God willing. Hawezi akaongoza sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hataongoza sawasawa na dimandi ya wale waliomweka kwenye kiti. Ndio maana usilaumu mtu anapopewa nafasi, kwa sababu mtu anapopewa nafasi, kitakachomwezesha kuendesha na kusimamia nafasi ni mamlaka iliyomweka kwenye nafasi. Kiu ya watu ambao wamemweka pale, kama kiu
ya wahusika ni kukandamiza walioko chini. Utakuta wafanyakazi wote ghafla mnajikuta kila mtu anagugumia ndani, afurahi mazingira ya kazi. Unapokuja kuolewa na mwanaume ambaye hata hajui bei ya lipstick unaopaka ni how much, maana yake he does not take care of your beauty. Hajui hata size ya your trouser. Hakuna siku ambayo anakuja na parcel. Sasa ukitaka ulete ubebi wako, ukaanza kufanya comparison, mbona mwenzangu yeye ananunuaga lipstick, mbona mwenzangu analetoaga body splash za Victoria's Secret, mbona mwenzangu yeye analetewa deodorant nzuri. Ukianza kupambana na mume wako, wakati mume wako kiti alichotoka kwenye familia ni kiti chenye mfumo dume, kuwa na uhakika makofi yatakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukisoma hapo kwenye hiyo Samuel, utaona jinsi ambavyo Israel wana demand. Kwenye maisha, kabla hujajilinganisha na mtu mwingine, angalia source yako. Angalia source yako. Mume wangu mimi anaga muda na watoto. Utamwona yuko busy na watoto akiwa hana hela. Angalia source ya kiti cha ndoa nyumbani kwao kikoje. Kabla hujajilinganisha na mtu na maisha ya mtu, angalia una backup ya nini. Ndio maana kuna watu wanateswa na kiti, amekusanya hela zake amezimeka, aenda kununua gari kwa mtu. Haangalii gari ikoje. Mshahara kila ukiingia anagawana nyingine kwenye kwenda kutengeneza mali chakafu. Bwana Yesu asifiwe. Sema kiti. Kwa hoja ya kwanza ndani ya ufalme, demandi ya huo ufalme, uhitaji wa huo ufalme unatoka wapi? Unajua hata table manner mezani mnapokula ni kitu kidogo sana, lakini ustaarabu wa kula chakula waga inategemea pia na kiti. Pata picha, huyu kwenye kiti cha madhabahu ya kwao usiku analishwa vyakula bila mpangilio. Unafikiri mkikaa kwenye meza mnazungumza kwa kula, anaweza kana adabu kwenye meza? Kuna siku niko na kijana wangu mmoja, tuko safari, kwa tukapita mahali na mkuu wa mkoa pale alikuwa ananitafuta, kwa hiyo nikaona ni fursa pekee tuweze kuzungumza mambo kadhaa. Sasa tunakula pale kwenye executive, tuko kwenye hoteli ya executive, lakini namna alivyokuwa anakula nilijua there is something wrong. Kwa namna ya kula na watu wa executive. Mimi napenda kutumia knife and fork. Since my childhood nilikuwa sipendi kutumia glasi za bati na za plastiki. Nilikuwa sipendi. Na kuvaa nguo kuukuu nilikuwa sipendi. Siku moja niko na mama yangu mdogo, akaniambia, toka ukiwa mdogo unapendaga vitu vya high standard. Nikasema, okay. Because that is my lifestyle. Kwa tukiwa chuo tukapataga fursa ya kwenda kwenye World Economic Forum. Shughuli ilikuwa ni knife and fork. Kwa nilikuwa nakimbia vizuri, najua how kuishika it. Lakini wenzangu sasa, tabu. Kiti ambacho umeketishwa kwenye ulimwengu wa kiroho kina uwezo wa kuwa na picha ya wapi unaelekea. Kwa kiti kikiwa na picha ya wapi unaelekea, kuna uhitaji wa mfumo wa maisha ambao utakuwa unaishi according to that. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wewe unapenda kutestiwa asubuhi mwamkaje? Kiti mzako alichotoka, baba wake hata akiamka asubuhi nyumbani haulizi mmeamkaje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeona kwenye Samuel wa kwanza 8,
huo mstari wa 4. Cheki kwenye mstari wa 8. Mungu anasemaje? Kwa kadiri ya matendo yote walionitenda toka siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo wanavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuwaonesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki. Mungu anajaribu kuonesha kupitia Samuel kwamba Samuel wanataka mfalme awamiliki kwa kadiri ya matendo yao. Maana yake Mungu anatangaza mwisho wa nafasi ya ufalme mwanzoni. Listen to me very careful. Mungu ana declare juu ya nafasi ya ufalme mwanzoni ya kwamba hawa watu kitakachotawala kwenye kiti cha ufalme ni miungu ya kigeni. Maana yake anamwambia Samuel, kiu na njaa iliyosababisha watake mfalme ni kwa sababu wanataka miungu ya kigeni. Mungu anajaribu kuonesha ya kwamba kadiri ya matendo niliyowatendea. Maana yake Mungu anajaribu kuonesha, niliwatoa Misri kwa mkono wangu, wala hapakuwa na mfalme mwingine zaidi ya ufalme wangu mimi Mungu. Sasa leo Samuel, hao watu wanataka mfalme mwingine. Maana yake kiu iliyowapa pressure ni miungu ya kigeni. Kiu iliyowapa pressure ni wanataka mtu mwingine hapate hati miliki kwao. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Usisahau hiyo demand of this position. Lakini vitu vikuu viwili vinakuja kumtoa mfalme waliyomtaka wao. Vitu vikuu viwili vinakuja kumtoa mfalme waliyomtaka wao. Sauli anakuwa mfalme wa Israel kwa mara ya kwanza. Lakini usisahau hii, naomba usisahau hii. Ufalme wa Sauli wa mara ya kwanza, ule ufalme Mungu hakutaka. Mungu hakutaka. Ndio ukiangalia safari ya Sauli, anapewa maelekezo na Samuel, anayavuruga. Anaambiwa usitoe sadaka mpaka nitakapofika. Anapoona Samuel, niseme kidogo hapo, anapoona Samuel amechelewa, anatoa sadaka. Angalia sana, watu wanaoshikiliwa na kiti cha namna hiyo hawanaga subira. Mungu anawaambia subiri, wao basi segelea. Wakati umeambiwa subiria kituo cha simu 200, Mungu anakuambia subiria kwenye ofisi hiyo hiyo. Ndani hiyo ofisi nitakusimamisha ili shauri langu lipate kutimia. Una resign. Mungu anakuambia pamoja na miaka 37, miaka sio kilema, subiria. Amekuja mtu hata hujifanyia analysis, Mungu ndo mwenyewe tayari unaunga. Maana yake unaharakisha. Ndio tabia ambayo kiti ambacho Israeli alikitaka kwa mara ya kwanza alikuwa nayo. Sauli hakupaswa kutoa sadaka, lakini akajiharakisha akatoa sadaka. That's why one of my principle wangu mmoja wapo, mtu yote akinipa kesi yake nitamsikiliza. Nikiona si sasa nikae nayo zaidi kwenye maombi, nitamwambia relax. Angalia wale ambao waga wana haraka sasa, kama ya Sauli. Anaanza kuhangaika, relax. A lot of complaining.
kimefunga maisha ya watu walio wengi. Angalia vitu vingi ambavyo vinafanyika bila kuwepo na subira. Sauli kwa sababu hiyo tu anaonekana hana obedience, hana utii. Kushindwa kuvumilia ni kukosa utii. Umekuja kwenye foleni pale, wenzako wamekuja mapema, umekuja pale kila saa, acheki saa yako. Nafika huyo unaondoka. Baadaye unampigia, Godi, mtumishi atakupa siku gani? Kilichokuondoa ni nini wewe? Kiti. Akikupi subira. Akikupi subira. Mimi wakati mwingine siwagi barabarani, mtu anakupigia au niko speed, baadaye yote mnakutana kwenye taa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameelewa mpaka hapo kwenye hiyo hoja kubwa ya msingi? Kwa hiyo Sauli anaongoza Israel kwa sababu ya demand ya wana wa Israel, si kwa sababu ya demand ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine nataka tusogee mbele kidogo. Andika hivi, nafasi ya kiti hutengenezwa. Maana yake kuna process ya kumwandaa anayeketi kwenye kiti. Na huyu anaandaliwa kwa ajili ya kuketi kwenye kiti. Waga anaandaliwa kabla hata ya huyu ambaye yupo kwenye kiti hajatoka kwenye kiti. Usisahau, nafasi ya kiti utengenezwa, na huyu ambaye anatengenezewa nafasi anatayarishwa hata kabla ya huyu ambaye ameketi kwenye kiti hajaondoka. Daudi anafuatwa na Samuel, na Samueli anapofika kwenye nyumba ya mzee Yese, anamwambia mzee Yese andae sadaka. Alafu ndugu zake Daudi wanapangwa pale. Samueli kila kitafuta wa kumpaka mafuta amuoni. Paka Daudi anavoletwa, anampaka Daudi mafuta kwa pembe. Maana yake ilifika mahali Mungu akasema sawa, it is okay. Wametaka mfalme, lakini ngoja na mimi nisimamishe mfalme na mtaka mimi. Kwa Mungu anatengeneza kiu na njaa. Mungu anatengeneza ugomvi kati ya Wafilisti na Israeli ili amwandae Daudi katika ground ya vita. Daudi anamiminiwa mafuta ya pembe. Biblia inasema, nalimuona Daudi mtumishi wangu angali mdogo, nikampaka mafuta. Hatuandaliwi kuketi kwenye kiti tukiwa watu wazima. Tunaandaliwaga kuketi kwenye kiti toka tukiwa wadogo. Karamanda torobosa. Daudi anaandaliwa toka akiwa mdogo. Anaandaliwa wakati bado Sauli yuko kwenye kiti cha ufalme. Ni kanuni ya kiungu. Hakuna anayechukuliwa tu akarushwa kukaa kwenye kiti kabla hajatayarishwa. Ndio maana kwenu kukiwa kuna system of witchcraft, bibi waga anahakikisha anaandaa foreni ya wahusika. Ukiona mtu leo ana practice witchcraft, hajajifunzia ukubwani, aliandaliwa toka akiwa mdogo. Kwa sababu kiti kina tabia ya kuandaa. Kwa nini anaandaliwa? Anaandaliwa nyuma yake akiwa na backup ya sela,
nyuma yake kukiwa kuna njaa na kiu iliyosukuma nafasi itengenezwe. Nyuma yake kukiwa kuna plan. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaenda kupambana na Goliati. Ndio maana hata Daudi ile vita kwake ilikuwa ni rahisi, kwa sababu alikuwa anaandaliwa. Kuna maisha unaweza ukawa unaishi huku Mungu amekuandaa. Nazungumza na watu ambao Mungu amewaandalia mambo makubwa mbele yao. Kuna maisha unaweza ukawa unaishi maisha ya kunyanyasika, ya kuonewa. Don't give up hapa duniani. Mbele yako kuna nafasi imeandaliwa kwa ajili yako. Mbele yako kuna kiti kimewekwa kwa ajili yako. Mungu anakuandaa huku porini huku. Anakuandaa polini ili siku unapokuja kuketi kwenye kiti hujue ya kwamba mahali ulipofika ni kwa sababu yake. Ndio maana mtu yoyote ambaye Mungu anamwandaa kukaa kwenye kiti hauwezi kukuta majivuno ndani yake. Kwa sababu Mungu anapomwandaa mtu anauvunja moyo wa mtu. Mungu anapomwandaa mtu anavunja moyo mpaka moyo unakuwa una utu na upendo ndani yake. Hakuna anayeandaliwa nafasi na Mungu ndani yake akakosa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anapokuandaa you must die first. Ndio maana mtu anaandaliwa na Mungu yuko tayari akose usingizi, akesi akilia kwa Mungu apate maelekezo, kwa sababu mbele yake ana assignment, na ile assignment inahitaji kiu na njaa. Karabu sanda. Ndio maana nikishasema kwa habari ya kiti, kuna watu ofisini mnataka mfukuzwe kazi. I will tell my father, I will tell my Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anapokuandaa anaweza akakupitisha kwenye maeneo ya manyanyaso. Daudi alipitishwa kwenye maeneo magumu sana na Sauli. Sauli alitafuta uhai wa Daudi zaidi ya mara moja. Na kuna siku Daudi alienda mahali ambako Sauli amelala, akachana tu nguo yake, akaenda ng'ambo ya pili, akapiga kelele, akamuonesha Sauli sehemu ya nguo yake. Alafu hakumuua Sauli. Mtu ambaye ndani yake amepakwa mafuta kwa ajili ya nafasi ya Mungu ni mtu ambaye waga haui adui. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na kila sababu ya kumaliza Sauli. Ndio maana kuna siku watu waliua Sauli. Walipoenda kwa Daudi walifikiria Daudi atawaambia ongeleni. Daudi akawafyeka wao. Watu wengi walioketishwa kwenye viti, iwe ni kwenye familia, iwe ni kazini, iwe ni kwenye ukoo, iwe ni kwenye kanisa. Nasema iwe ni kwenye kanisa, ni watu ambao wako lazi kuua utumishi wa watu mwingine. Haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni askofu, haijalishi ni nabii, ni mtume, whatever. Lakini ndani yake akiwa bado kuna elementi za kiti, si rahisi akainua cha mwingine. Anaweza akakiinua sio kwa mapenzi yake, ni kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kuna saa inafika anapambana kushindana na yule mtu. Ukijaribu kupambana naye kwa namna ya kawaida utashindwa hiyo vita. Lakini ukikabili kiti kilichomweka utavuka. Kuna vita nyingi sana maofisini watu wameshindwa kwa sababu mlipigana na mtu kama mtu. Usipigane na mtu kama mtu, pambana na kiti. Kuna watu kwenye ndoa, mama mkwe ana kelele kupita kawaida. Ukimuona mama mkwe ukamwataki kama mama mkwe utachemka. Lakini ukipambana na kiti cha mama mkwe kwenye ulimwengu wa kiroho, ndoa yako itakuwa peace and love. Hallelujah. Sauli alimwinda Daudi, lakini hakufanikiwa kumkamata Daudi. Nisikilize Daudi, unanisikiliza kwa njia online. Yamkini umeandaliwa kiti cha Sauli, na Sauli hana tena vigezo vya kukaa kwenye kiti. Sauli anajaribu kushindana na wewe, ni vitisho tu, kwa sababu hapigani na wewe kama wewe, anapigana aliyekupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe.
Ni hatari ukashindana na supplier wa Coca-Cola Mwenge eti ili udhibiti Coca-Cola Mwenge. Lazima uende kwenye kiwanda cha Coca-Cola, ushughulike na anayekaa kwenye kiti cha maamuzi. Ushughulike na anayekaa kwenye kiti cha maamuzi. Ukishashughulika naye yeye, Coca-Cola haziwezi kuzalishwa. I prophesy toward your life. Natabiri juu ya maisha yako. Kuna vitu ambavyo vimekukwamisha kwenye maisha yako, lakini leo tunadili na kiwanda. Kiwanda kinachoitwa kiti. Kiwanda kinachoitwa kiti. Kiwanda kinachoitwa kiti. Kiwanda kinachoitwa kiti. Kiwanda kinachoitwa Karabasata. Ilifika mahali wakati Mungu ananisemesha, nilishindwa hata kuandika. Nikajikuta nalia kwa Bwana. Ni siri ya kipekee. Kuna Daudi wengi wameacha vita. Kuna Daudi wengi sana wamekimbia hatima zao zenye baraka. Kuna Daudi wengi sana wamekufa kabla hawajaolewa. Kuna Daudi wengi sana wamekufa kabla hawajajenga magorofa yao. Kuna Daudi wengi sana wamekufa kabla hawajapiga hatua kiuchumi. Kuna Daudi wengi sana wamekufa kabla hawajavuka ng'ambo ambayo Mungu alitaka, kwa sababu ya vitisho vya Sauli. Nisikize Daudi unayenisikiliza muda huu, popote ulipo, Mungu amekuandalia kiti uketi mbele yako. Haijalishi Sauli anajihami kwa namna gani, lakini Sauli amekwisha kataliwa. Kama Sauli amekwisha kataliwa, maana yake kiti kilichopo mbele ni kwa ajili yako. Somebody. Karabasata. Koromondara manika masha. Haijalishi kiti kinasema kinakufukuza kazi. La mandara makorobosita. Haijalishi kila unapoenda kwenye interview, chairman alikaa kwenye kiti cha maamuzi, jina lako lipite lisipite, halipitishi. That's why nimekuja trip hii kushughulika na kiti. Haijalishi maamuzi wanaoamua ni maamuzi ambayo hayakupi wewe favor, ni maamuzi ambayo hayakupi wewe nafasi, lakini this time watashangaa maamuzi yao. Ndani ya kiti cha Sauli anainuka Jonathani. Jonathani anakuambia ya kwamba wewe utakuwa ni mfupa ndani ya nyama yangu, ya kwamba mimi nitakuwa na wewe. Katikati ya Sauli kumkataa Daudi, Jonathani mtoto wa Sauli akainuka akamwambia Daudi, ninaona kesho yako, hata kama sitanufaika nayo, lakini watoto wangu watanufaika nayo. Ndipo Jonathani anaamua kuambatana na Daudi, anamlinda Daudi, anamwambia mipango ambayo baba yake anapanga kinyume na Daudi. I'm here to prophesy. Mungu anakupa Jonathani wako. Jonathani atakaye kuambia siri ya adui. Jonathani atakaye Jonathani anakuwa divine helper wa Daudi. Anamwambia baba ana plani moja, baba ana plani ya pili. I'm here to prophesy. Hakuna plani watakayoweka walokaa kwenye kiti cha Sauli. Walioweka plani ya kukumaliza, walioweka plani ya kukuondoa, walioweka plani ya kuzuia usipige hatua, hakuna watakachokisimamisha na kitafanikiwa. Watapanga usiku, asubuhi utaambiwa. Watapanga mchana, jioni utaambiwa. Ramaka basia rakapakata rabakoya ramanda rabakata. Sikilizeni watesi wangu, hampambani na mimi, mnapambana na kiti ambacho Mungu amenipa. Waambie watesi ofisini kwako hawapambani na wewe, wanapambana na kiti ulichopewa. Waambie wanaozuia huduma yako hawapambani na wewe, wanapambana na kiti. Na hakuna anayeweka kiti anaitwa Mungu aliye hai anayeweza karuhusu another person to push you away, to push you out. They can try to pull you back, but they cannot try to take you out from that position. Karamasanda Romondaya Rabakataya Mandorobosa. Sauli anamtafuta Daudi. Karamakamash Korobosa.
Yamanda raboko. Rikama sataya. Ni maombi yangu siku ya leo. Yuko wapi Sauli kwenye maisha yako? Aliona utisho ulioko ndani yako. Vita ilianza pale ambako Daudi ameua Goliati. Kuna watu makazini unaua Goliati wa ofisi kila siku. Ikitokea heavy task unapewa wewe. Ikitokea kazi iliyo ngumu unapewa wewe. Lakini mambo yanaponyoka wanakusahau. Usiache hiyo kazi. Wewe ndio Daudi wa kushika nafasi ya huyo boss. Don't quit from that work. I prophesy katika jina la Yesu Kristo. I prophesy. I declare ya kwamba you are the next one. Wewe ndio unayefuata. Wewe ndio unayefuata kumiliki hiyo nafasi. It is done right now. 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 Watu wanamsifia Daudi. Wanasema kwa Daudi wameanguka maelfu haya. Ndani yake Sauli unaumbika wivu. Kuna watu wamekaa kwenye viti and they are under witchcraft system. Ndani yao wana wivu. Either wanaona kitu kizuri kwako hata kama ni kidogo, bado wana wivu. Wakiona jambo jema limezaliwa kwako, bado wana wivu. Wanapigiana paka video call, wanasema hey, tunamwona hey, wanapaka wanakurushana picha muonekano wako. I'm here to prophesy juu ya maisha yako. Watakaa vikao vyao, Mungu ata-expose the secret behind. Mungu ata-expose the secret behind. Mungu ata-expose the secret behind. Kwa sababu you are not a failure. You are not a failure. You are not a loser. You are going somewhere. Before 2019 utafika. Before 2019 you will possess. You will possess. Laposheki labosa. Wanaku underestimate kwa sababu they don't know ya kwamba haujajipeleka. Kuna mafuta yaliokuwa juu yako. Kama ni kwenye kalia, ndio maana ulisoma kwenye mazingira magumu ukaja bado ukapambana paka leo. I'm here to tell you somebody. Kuna watu wanapewa nafasi ambazo ulishawahi kuzifikiria lakini mazingira yakazuia. Ninayasemesha mazingira. Mazingira haya kumsapoti Daudi. Hata ndugu zake walimkataa. Ndio maana hawakumpeleka kwenye vita. Lakini Mungu hakuangalia mazingira. Mungu aliangalia mafuta yaliokuwa juu yake. I'm here to prophesy. Hata kama familia imekukataa, hata kama ukoo umekuacha, hata kama watu wamekuacha, hata kama ofisi imekuacha, don't care about them. Don't care about them. Don't care about them. Don't care about them. I don't care. Don't care. Angalia aliyekupaka mafuta. Haukupakwa mafuta ya chupa. Kuna mafuta ya pembe yalosababisha nabii mkubwa aliyeitwa Samueli akaja kwenye nyumba ya baba yako. Nyumba ya baba yako haikustahili. Ndio maana Mungu akamwambia Daudi, nalikutoa katika zizi la wana kondoo. Nalikutoa katika zizi la wana kondoo. Hakumwambia nalikutoa katika nyumba ya mwana kondoo. Nalikutoa katika zizi la mwana kondoo. Nalikuona ungali mdogo, nikakupaka mafuta. Wewe ni mkurugenzi, unayo mafuta toka ukiwa mdogo. You are a manager. You are a priesthood. Wewe ni mfanyabiashara mkubwa, unayo hayo mafuta. Walikudhibiti kwenye kiti. This time nimekuja with another level for the anointing. Na upako wa pembe kwenda kwenye asili ya kiti kilichokuzuia. 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 In Jesus my name. Mimi sometimes I don't understand people. Wanafikiri tu kila kitu kwenye friji kinaganda. Hakuna kinachoganda kwenye friji kama hakijawekewa kitu. Hauwezi kuweka sufuria au chupa kwenye friji ikiwa iko tupu ikaganda. Ili chupa igande ni lazima pawepo na maji
au soda au juice or any kind of the fruit, yani kimiminika chochote kikiwa kwenye chupa kinaganda. Kama ni kwenye sufuria ikiwa tupu haiwezi kaganda, itakuwa tu na ubaridi. Wanafikiri vile ambavyo vimeambatana kwenye maisha yako, vilivyoganda kwenye maisha yako, wanafikiri vilikuja kwa bahati mbaya. Kuna friji linaloitwa friji la mafuta ya upako, tena upako wa pembe ambao Mungu aliuachilia ili ukae kwenye kiti. Haijalishi watainuka kwa namna gani, hawawezi wakakupoza ukapoa, hawawezi wakakuyeyusha. This time of 2019 hautaanguka kama mwaka jana, hautaanguka kama miaka iliyopita. Tunashughulika na Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anaandaliwa ili atumikie sela za Mungu aliye hai, za Mungu aliye hai. Na mzigo sana leo na watu walioajiriwa, sijui kwa nini wanaoonewa kwenye maeneo yao ya ajira, wanaonewa kwenye maeneo yao ya ajira. Ziko nguvu za Mungu za kutosha kuwasaidia watu within 10 minutes barabara zao za kazi zikakaa sawa. Wengine mchapewa paka barua ya contract kuisha, you are just there for a while. Wengine mmejaribu kutafuta tenders na shindikanika. Wengine mmejaribu kuomba kazi haiwezekaniki. Nimetumwa nisemeshe kiti. Na ninakushauri ukishakuwa na maarifa, hakikisha unayatumia hayo maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mkono wako kushoto juu. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini. Funika macho yako, worship him. Yes. Kuna watu walionewa makazini kwa sababu ya kiti. Kuna watu walionewa kwenye ajira kwa sababu ya kiti. Kuna watu wanasikia hari ya kutapika. Asas wasaidie hao. Tuna operation ya dakika 10 tu. Ni operation ya dakika 10 ya kusaidia wanaonewa makazini, wanaonewa kwenye biashara. Kuna watu wanasikia hari ya kutapika. Asaidiwe huyu, asaidiwe. Kuna kitu Mungu anafanya, kuna lijoka lililokemtisha kwenye kiti. Yes. Nasema na watu wanaonewa na viti kwenye kazi. Nasema na wanaonewa na viti kwenye kazi. Haijalishi wana kiu ya kukufukuzisha kazi. Haijalishi wana kiu ya kukufukuzisha kazi. Haijalishi wana kiu ya kukuondoa kazini. 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 Ninasema na iko kiti. Ninasema na iko kiti. Ninasema na iko kiti. Nasema na iko kiti. Karabasata. Haijalishi kiti kilichokalia maamuzi akikupi support. Nasema na viti kwenye ofisi, na viti kwenye lango la biashara ambavyo maamuzi yao havikupi support. Maamuzi hayakupi support. Maamuzi hayakupi support. Maamuzi hayakupi support. Maamuzi hayakupi support. Nyosha mkono wako juu kwenye sadaka. Kila anayeonewa kwenye kazi kwa sababu ya kiti, kwa sababu aliyekalia kwenye kiti, kila anayeonewa. Ninahesabu mpaka 3. Kila anayeonewa kwenye kazi. Baba, nigusie hawa ambao wameshaandaliwa barua za kufukuzwa kazi. Nigusie hawa wengine washakabidhiwa mpaka barua za kufukuzwa kazi. Wengine contract zao zimezuiliwa.
Wengine contract zao zimezuiliwa. Touch them my Lord, touch them my Lord, touch them my Lord, touch them my Lord, touch them my Lord. Kila ambaye contract yake inazingilwa na kiti hili iondolewe, 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 iondolewe. Wanaonewa na kiti kazini, 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 wanaonewa na viti, wanaonewa na kiti kazini, 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 kazini. Mara ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya kwanza, nazungumza na aliyekaa kwenye kiti, nazungumza na nguvu iliyemweka huyo aliyekaa kwenye kiti. Hao wanaoamua maamuzi ya kuwaonea, wanaoamua maamuzi ya kuwaonea, waliofanywa maamuzi tayari, waliofanywa maamuzi tayari ya kuondolewa kazini, ya kuondolewa kazini, ya kuondolewa kazini, ya kuondolewa kazini. Mara ya kwanza, fire, fire, fire. Mara ya kwanza, ninaupeleka huo moto vizuri zaidi, naupeleka moto vizuri zaidi, naupeleka moto vizuri zaidi, napeleka moto vizuri zaidi, napeleka moto vizuri zaidi. Wanaofanya kwenye taasisi za watu binafsi, wanaofanya kwenye taasisi za watu binafsi, wanaofanya kwenye taasisi za watu binafsi, wanaofanya kwenye masilika, wanaofanya kwenye masilika, wanaofanya kwenye masilika, wanaofanya kwenye masilika, wanaofanya kwenye masilika. Nasema na viti, nasema na viti, nasema na viti, nasema na viti, nasema na viti. Wanaofanya kwenye taasisi za watu binafsi, wanaofanya kwenye taasisi za umma, kwenye taasisi za umma, taasisi za umma. Kiti kilichofanya maamuzi kinyume na mkataba ulionao kazini, kinyume na mkataba ulionao kazini, kinyume na mkataba ulionao kazini. Kila maamuzi yaliyofanyika ya kwenye kiti kwa ajili ya kukuonea, 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 na yabadilisha maamuzi yao, na yabadilisha maamuzi yao, na yabadilisha maamuzi yao. Mara ya pili, kuna watu wanatakiwa watapike. Nyosha mkono wako juu, wa kushoto. Dakika 5 nimalize hii. Kiti. Wengine kiti kimebana mshahara wao, wengine kiti kimebana mshahara wao. Kila ambaye kiti kimezuia mshahara wake usiongezeke, mshahara usiongezeke, mshahara usiongezeke, mshahara usiongezeke. Kila ambaye kiti kimezuia mshahara usiongezeke, kila ambaye kiti kimezuia mshahara usiongezeke, kila ambaye kiti kimezuia mshahara usiongezeke, kila ambaye mshahara wake umezuiliwa usiongezeke, kila ambaye mshahara wake umezuiliwa usiongezeke. Na ifungua hiyo mikono itoke kwenye kiti, na ifungua hiyo mikono itoke kwenye kiti, na ifungua hiyo mikono itoke kwenye kiti, na ifungua hiyo mikono itoke kwenye kiti. Mikono toka, mikono toka, nafsi toka, 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 toka. Nazungumza mara ya pili na wale ambao viti vimezuia wao kupata ajira, waliokamatwa kwenye kuajiliwa kwa sababu ya viti, wasiopata ajira kwa sababu ya viti, wasiopata kazi kwa sababu ya viti, wasiopata kazi kwa sababu ya viti. Where is your CV? Where is your CV? Where is your CV? Where is your CV? Na expose CV kwenye kiti cha maamuzi, na iweka wazi CV yako kwenye kiti cha maamuzi, 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 kwenye kiti cha maamuzi. Mara ya tatu na ya mwisho, nyosha juu zaidi. Asaidiwe, asaidiwe. Hizi ni kesi ambazo tukiziacha watu watafukuzwa kazi. Asaidiwe.
Hizi ni kesi ambazo ni serious. Ni kesi ambazo tukiziacha watu wataondolewa makazini. Kuzimu watatafuta kisa. Wanatafuta kisa, wanatafuta kisa, wanatafuta kisa, wanatafuta kisa biashara ziharibike. Hizi ni kesi serious. Yes, asaidiwe. Asaidiwe. Hizi ni kesi serious. Asaidiwe, asaidiwe. Asaidiwe. Wako wapi wenye vigezo vya kazi, vya ajira, lakini hawana kazi? Wale ambao CV zao zimezuiliwa na kiti. Ninaziita CV zao. Ninaita CV zao. Ninaita CV zao. Naita CV zao. Naita CV zao. Haya wakina shangazi, mlioketi kwenye viti, mnaozuia wasipate kazi. Wasipate kazi. Wasipate kazi. Wasipate kazi. Wasipate kazi. Wale ambao majina yao yamewekwa pembeni baada ya interview. Na yarudisha majina yao. Na yarudisha majina yao. Na yarudisha majina yao. Na yarudisha, na yarudisha, na yarudisha. Na yarudisha, na yarudisha, na yarudisha. Na yarudisha, na yarudisha. Naita majina yao yaliyoandikwa kwenye CV. Naandika majina yao waliozuia kwenye final, waliozuiliwa kwenye mchakato wa mwisho wa kupewa ajira, waliozuiliwa kwenye mchakato wa mwisho. Vile viti, vile viti, vile viti, vile viti. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Nasema na CV yako iliyokwama. Nasema na CV yako iliyokwama. Nasema na jina lako liliozuiliwa na kiti. Ninaita majina yaliyozuiliwa kwenye kiti yasipate kazi. Ninaita majina yaliyozuiliwa kwenye kiti yasipate kazi. Kila jina lililozuiliwa kwenye kiti lisipate kazi. Lisipate kazi. Lisipate kazi. Come out. Come out. Come out. Come out. I clean your name. I clean your CV. I clean your name. I clean your name. I clean your name. I clean your name. Yesu mkono wako kushoto tena. Wale ambao kiti kimeharibu mfumo wao wa ajira. Mfumo wa ajira. Nazungumza na watu ambao kipato chao hakiendani na juhudi ambazo wanazo. Kipato chao hakiendani na juhudi ambazo wanazo. Nazungumza na wale ambao kipato chao hakiendani na juhudi ambazo wanazo. Nimenyosha mkono wangu wa kushoto juu. Popote ulipo kwa njia online, popote ulipo kwenye hema hili, juhudi zako haziendani na kazi unayoifanya. Ninaachilia moto ulao ukuondoe kwenye kiti kinachozuia matokeo ya juhudi zako. Matokeo ya juhudi zako. Matokeo ya juhudi zako. Fire. You have better tomorrow. You have better tomorrow. You have better tomorrow. You have better tomorrow. You have a wonderful 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 tomorrow. Ninakitangazia kiti. Ninaachilia mafuta ya pembe juu ya waliokushikilia kwenye kiti. Ninaachilia Come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Come out, come out. Kuanzia upande wa kushoto. Kuanzia upande wa kushoto. Wale wenye vipawa vilivyoshikiliwa kwenye kiti. Wenye vipawa vimeshikiliwa kwenye kiti. Wenye vipawa vya biashara. Wenye vipawa vya biashara. Wenye vipawa vya kuajiliwa. Wenye vipawa vya kuwa viongozi. Kuwa viongozi. Wenye vipawa. Wenye vipawa vilivyoshikiliwa kwenye kiti. 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 You have better tomorrow. Kila aliyeketi kwenye kiti ofisini, na kiti cha ofisini kinazuia breakthrough yake. Kinazuia breakthrough yake. Kila aliyeketi kwenye kiti ofisini, na kiti cha ofisini kinazuia breakthrough. Kinazuia breakthrough. Kinazuia breakthrough. Kila aliyeketishwa kwenye kiti ofisini,
na kiti cha ofisini kinazuia upenyo wa kwenda kwenye ofisi nyingine yenye mshahara mkubwa, upenyo wa kwenda kwenye ofisi nyingine yenye mshahara mkubwa. Kila kiti kinachokuzuia wanaokutumikisha kwa maslahi yao pasipo kupata faida, I take you out, I take you out, I take you out, I take you out. You have better tomorrow. You have a better career. 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 Naita career yako. Naita career yako. Naita career yako. Naita yo career. Naita yo career. Naita yo career. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Hakuna tena kiti kitakachoamua kwa habari ya kazi ya mikono yangu. Nasikia niombe na hawa tena katika jina la Yesu. Kila ambaye amefilisiwa na kiti, kila ambaye uchumi wake umefilisiwa na kiti, kila ambaye uchumi wake umefilisiwa na kiti. Kuna vitu ulikuwa navyo but leo you don't have. Ulikuwa na kazi, leo hauna kazi. Ulikuwa na biashara, hauna biashara. Kila aliyefilisiwa na kiti, 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 I speak your freedom right now. Na kutangazia uhuru, 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 uhuru. I speak your freedom. I speak your freedom. I speak your freedom. Amen. Sema asante Yesu. Pokea sadaka hii. Itakabali kuwa mlinzi wangu, kuwa mtetezi wangu. Pasipo wewe vitu vilivyoanza kuguswa kwa habari ya kiti kwenye ulimwengu wa kiroho vitaleta madhara, vitaleta madhara katika jina la Yesu. Ulinzi wa Yesu, ulinzi wa Yesu, ulinzi wa Yesu uambatane na mimi. Ulinzi wa Yesu uambatane na mimi. Hebu nyosha juu. Kuna watu ambao ndio divine helper wako. Kiti kinatafuna njia zao za uchumi ili wasikusaidie. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kiti unaitafuna uchumi wa divine helpers wetu. Kiti unatafuna uchumi wa divine helpers wetu. Hauwezi kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Sema asante Yesu. Sema I have a better tomorrow. I have a better tomorrow. Kesho yangu ni njema. Kesho yangu ina baraka. Damuni mwa Yesu nimekimbilia. Damu ya mwana kondoo ilinde hatua zangu katika jina la Yesu. Amen. Tuketi.